Imezindua programu ya nchi ya kazi za staha itakayotekelezwa kwa kipindi cha miaka 5 hadi mwaka 2030. Programu hii ina lengo la kuhakikisha Watanzania wapatao ajira zenye staha wanapata ajira zenye staha zinazozingatia haki, usalama, kipato, ulinzi wa kijamii na fursa sawa kwa wote. Aidha, serikali imezindua hifadhi scheme ili kuhakikisha wananchi waliojiajiri au walio katika sekta isiyo rasmi wanajumuishwa katika mfumo wa hifadhi ya jamii. Na hapa niombe mfuko wa hifadhi ya jamii unaoshughulika na sekta binafsi ianze kutoa elimu kwa umma jinsi walivyojitayarisha na kupokea sekta isiyo rasmi ndani ya mfuko huo, lakini hata sekta husika, wizara na waajiri nao waanze kutoa elimu kwa wafanyakazi wao. Jambo jingine lililofanywa na serikali ni kukuza kazi zenye staha au ajira zenye staha kwa kutoa shilingi bilioni 200 kwa vijana ili kudhamini na kupeleka mitaji kwa kampuni changa ili kampuni zile zikue na ziweze kuajiri vijana zaidi au kuanzisha kampuni mpya za vijana zitakazoweza kuleta ajira zenye staha. Ndugu viongozi, wafanyakazi na Watanzania wenzangu, nimeisikiliza kwa makini risala ya TUCTA. Nimesikia hoja, ushauri na mapendekezo mbalimbali. Niwahakikishie kuwa serikali tumezipokea na tutaendelea kuzifanyia kazi hoja zote kwa kuzingatia maslahi ya wafanyakazi na taifa kwa ujumla. Lakini niwapongeze, katika hotuba ile mmeisemea serikali kisawasawa. Yale mazuri yote yaliyofanywa wafanyakazi yamesemwa kisawasawa, na hili linabainisha kukua kwa ushirikiano, kukua kwa mahusiano, na ndio maana wizara yenu nikaongeza na neno mahusiano, kukua kwa mahusiano baina ya waajiriwa, wafanyakazi na serikali. Na ndio maana sasa lugha hazigongani baina ya serikali na wenzetu wale wawili. Katika mchakato mliobainisha wa kuridhia mikataba ya shirika la kazi duniani, napenda niwajuze kwa serikali inaendelea na taratibu husika kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ili mikataba hii itakapokamilika ilete tija na manufaa kwa wafanyakazi na taifa kwa ujumla. Kuhusu ushirikishwaji wa wafanyakazi, tutaendelea kusisitiza majadiliano ya pamoja mahali pa kazi kama msingi wa mahusiano bora kazini na kuimarisha mazingira yatakayowawezesha kushiriki kikamilifu katika maamuzi yanayowahusu, hususan katika sekta binafsi ambako bado kunahitaji nguvu ya ziada. Ndugu zangu, serikali imeanza kulipa na itaendelea kufanya hivyo. Imeanza kulipa malimbikizo ya madeni ya hifadhi ya jamii, posho za likizo na uhamisho, pamoja na malimbikizo ya mishahara. Tumeanza kulipa na tutaendelea kufanya hivyo kulingana na tathmini inavyoendelea. Hatuletewi tu madai tukalipa hapo hapo. Lazima tutathmini, na yale yanayothibiti kwamba ni madai halali tumeanza kulipa na tutaendelea kulipa. Hoja nyingine zote, ndugu zangu wa TUCTA, tumezipokea na ninaelekeza ofisi ya Waziri Mkuu Kazi, Ajira na Mahusiano kwa kushirikiana na TUCTA na ATE na wadau wengine kuzifanyia kazi na kuzipatia ufumbuzi, sababu lazima tuzifanyie kazi kwa pamoja, sio serikali peke yetu. Na ni imani yangu kuwa panapo mazungumzo haliharibiki jambo. Kwa waziri, vuta wenzio mzungumze, zifanyieni kazi hoja hizi moja baada ya nyingine ili mzimalize na tuende. Najua kwenye kazi, kwenye mahusiano, hoja zinaibuka tu. Tumalize hizi, tupokee nyingine, tuendelee kuzifanyia kazi. Ndugu zangu, tunapoangalia mustakabali wa taifa letu na kwa kuzingatia mwelekeo wa mabadiliko ya siasa na chumi za dunia,
unavyoweza kuathiri ulimwengu wa kazi, ni lazima waajiri na wafanyakazi tujiandae ipasavyo. Kama mnavyosikia duniani huko, mabadiliko ni makubwa. Kuna mambo yanaendelea huko ambayo kwa vyovyote vile yanaathiri chumi za dunia nzima, na hasa sisi nchi zinazoendelea. Kwa vyovyote vile lazima tukae kitako, tujitahidi au tujitayarishe kukabiliana na hali jinsi inavyobadilika. Na hili nataka nililathibishe na yale yaliyosemwa na bunge lilipopita hapa, kwamba huko hayo mambo yanayotokea yanaleta ugumu wa maisha. Serikali ina mpango gani? Nataka niseme kwamba ule ugumu unaanza serikalini kwanza, alafu ndio unakwenda kwa wengine. Kwa hiyo kwa ugumu huo serikali tunaendelea kufanya majambo na kuhakikisha kwamba wananchi wetu ndani ya Tanzania watabaki na kiwango hiki cha maisha tulicho nacho, au ikibidi mambo yakiwa mazuri, mambo yawe mazuri zaidi, lakini tunajitahidi tusirudi chini kutoka hapa tulipo. Kwa upande mwingine, maendeleo ya kiteknolojia na mifumo ya uzalishaji vinaendelea kubadilika, na ajira zijazo zinahitaji ujuzi, maarifa na teknolojia mpya. Hivyo basi, serikali na sekta binafsi tuna wajibu wa kuwekeza kwa makusudi katika elimu, maarifa na ujuzi kwa nguvu kazi yetu, ili iweze kuhimili na kumudu ushindani wa soko la ajira la sasa na la baadaye. Sisi serikali tutaendelea kuimarisha mikakati ya kurasimisha sekta isiyo rasmi ambayo inaajiri mamilioni ya Watanzania, sambamba na kuimarisha mawasiliano na ushirikishwaji wa makundi hayo katika masuala ya kazi na maendeleo ya taifa. Ndugu zangu, ninapoelekea kuhitimisha, niendelee kusisitiza wajibu wetu katika ujenzi wa nchi yetu. Sote kwa pamoja hatuna budi kushirikiana, kuaminiana na kutanguliza maslahi ya taifa letu. Ninawahimiza tuendelee kufanya kazi kwa bidii, kwa uadilifu na kwa weledi ili kujenga uchumi imara na ustawi wa jamii. Serikali itaendelea kuboresha mazingira ya kazi na maslahi ya watumishi kwa kadri uchumi utakavyoruhusu. Tutaendelea kuchukua hatua zaidi za kuimarisha ustawi wa wafanyakazi, na kwa hivyo ndugu zangu, chapeni kazi. Serikali ipo, inawasikiliza na inawathamini. Kazi na utu. Ndugu wafanyakazi, kama isemavyo kauli mbiu yetu, kazi haiwezi kuwa na staha bila amani, na hakuna ustawi wa mfanyakazi bila utulivu wa taifa. Sasa ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba tofauti zetu hazigeuki kwa sababu ya kuhatarisha misingi ya amani, umoja na mshikamano tulioachiwa na waasisi wetu. Tushikamaneni, tufanye kazi, tujenge taifa letu na tujenge heshima ya nchi yetu. Kwa ndugu zangu wa Njombe, mmemsikia mkuu wa mkoa. Ujaji wangu leo alipanga mambo mengi niyafanye ndani ya leo, na ingewezekana nibaki mpaka kesho, lakini kuna majukumu ya kitaifa mengine yananihitaji, inabidi leo nirudi tena Dar es Salaam. Lakini niwaahidi kwamba nitakuja kwa ziara rasmi. Nitakuja kwa ziara rasmi ili nione yale yote mkuu wa mkoa ambayo ameyasema, na ikibidi tupokee mapya ya kwenda kuyafanyia kazi ili Njombe ipae kwa maendeleo. Njombe oye! Na mwisho kabisa, ninawashukuru wafanyakazi wote kwa kuthamini jitihada zilizofanywa na zinazoendelea kufanywa na serikali katika kuboresha maslahi yenu au maslahi ya wafanyakazi katika sekta ya umma na katika sekta binafsi.
kama alivyosema Rais wa TUCTA kwamba mwaka huu katika kikao chetu hawakuja na madai mapya, na hawakuja na madai mapya, wao wenyewe walikuja na kauli ya kunipa pole kwamba tumetoka kwenye uchaguzi na uchaguzi ule tumeugharamia wenyewe wa Tanzania. Kwa hiyo tumetumia kiasi kikubwa cha fedha ambazo tulikuwa tukikusanya huko nyuma. Lakini pia kama nilivyosema, kuna mabadiliko ya kisiasa na chumi za dunia ambayo yanaathiri pia uchumi wetu. Kwa nako huko tumeathirika kidogo, tunaendelea kujipanga. Lakini vile vile kwa bahati mbaya tumepata uharibifu wa mali zilizoharibika wakati wa vurugu Oktoba 25, lakini uharibifu wa miundombinu inayotokana na mvua kuwa kubwa ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo fedha tunayoikusanya tunaelekeza kwenye urekebu au kurekebisha miundombinu iliyoharibika. Lakini vile vile kulipa madeni, tumesema tulipe kwanza madeni ya wafanyakazi, madeni ya wakandarasi, ili tunapoanza utekelezaji wa dira mpya tuanze tukiwa na mwelekeo mzuri unaoeleweka. Kwa maana hiyo ndio sababu TUCTA mwaka huu wamesema, mheshimiwa, wewe chapa kazi tu. Mwaka huu tutafunga mkanda, tutakuja kukudai mwakani. Na mimi nikawaambia mwakani, ikiwa tutachapa kazi na uchumi utakuwa kwa kiwango kinachoridhisha, tutakuja kuangalia na mwakani. TUCTA oye! Wafanya kazi safi! Ndugu zangu, nataka niwahakikishie kwamba pamoja na changamoto zilizopo, kama nilivyosema, kadri uchumi wetu utakavyoendelea kuimarika, basi tutaendelea kuboresha maslahi ya wafanyakazi wetu. Nachowaomba tuendelee tena kuchapa kazi kwa bidii, weledi na uzalendo wa hali ya juu. Kwa kufanya hivyo tutaendelea kukuza uchumi wa nchi yetu na kugawana vizuri ile keki ya taifa kama matunda na juhudi ya jasho letu.